بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمر بتقواه وجعل الأبناء أمانة في أعناق الآباء. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، كما قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، enyi waja wa Allah, nakuhusieni kama nami ninavyohusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za kheri mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, mada ya hutuba yetu ya leo itahusiana na malezi ya watoto katika Uislamu. Kwanza kabisa, tunatakiwa tujue kuwa malezi ni jukumu kubwa sana ambalo Allah subhanahu wa ta'ala atakuja kutuuliza siku ya kiyama, kama mtume sallallahu alayhi wasallam alivyosema: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja wenu ataulizwa kwa kila alichokichunga. Pia Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'ani tukufu kwa kuja kutilia mkazo yale ambayo aliyosema mtume sallallahu alayhi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala amesema baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, enyi mlioamini, ziepusheni nafsi zenu, zikingeni nafsi zenu pamoja na watu wenu kutokana na moto. Na ukiitazama aya hii inatuambia kuwa tuzikinge nafsi zetu kutokana na moto, kutokana na kuwa nafsi zetu tumesisahau kuwa zinahitaji kulindwa kutokana na moto, na hii yote inatokea kutokana na kukosa kuzilea nafsi zetu katika misingi ya imani na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, mzee ama mlezi wa Kiislamu anatakiwa ayagawe malezi ya mtoto wake katika sehemu 4. Ayagawe katika malezi hayo katika sehemu ya dini, tabia, kielimu na malezi ya kijamii. Kwa upande wa malezi ya kidini, ndugu zangu katika imani, mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha watoto wetu tuwalee kwa kuwafundisha kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na mtume wake. Pia kuwafundisha kuswali wakiwa wadogo, kwani mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza hayo kwa kusema: murru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i, waamrisheni watoto wenu kuswali hali ya kuwa wakiwa na umri wa miaka 7. Na malezi haya ya kiimani, ndugu zangu katika imani, watayapata ikiwa watapelekwa katika madrasa za kidini, ambako huko watafundishwa mambo mbalimbali kuhusiana na dini yao ya Kiislamu pamoja na kujenga imani zao. Lakini madrasa peke yake hazitoshi kutengeneza malezi ya kidini kwa mtoto, kwani mzazi ana msaada mkubwa sana wa kukiendeleza kile ambacho alichofundishwa mtoto wake atakapokuwa nyumbani. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tuwalee watoto wetu katika tabia zilizokuwa nzuri ambazo mtume sallallahu alayhi wasallam amezifundisha na yeye alikuwa akisifikana nazo, kama sifa ya uaminifu, ukweli, upole, kuheshimu watu na kuepuka uongo. Kwani mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha kwa kusema: ma nahala walidun waladahu nihlan afdal min adabi husnin, mzazi
hatoi zawadi bora kwa mtoto wake kuliko kumfundisha tabia njema. Na ili uweze kutengeneza tabia nzuri ya mtoto wako, basi unatakiwa kwanza utengeneze imani yake. Ndugu zangu katika imani, tuwahimiza watoto wetu kutafuta elimu zenye manufaa, elimu ambazo zinatakuwa ni chanzo cha kuikomboa jamii na kuinufaisha jamii, kwa kuwa elimu ni wajibu kwa kila Muislamu na elimu pia ni ibada. Kwa hiyo haijalishi mkubwa wala mdogo, sote inatupasa tutafute elimu mpaka itakapotufikia yaqini, yani umauti, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuambia katika Qur'ani tukufu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na muabudu Mola wako mpaka ukujie mauti. Ndugu zangu katika imani, watoto wana kawaida ya kuiga mambo, hasa kutoka kwa watu wa karibu wanaoishi nao, kama baba na mama, marafiki pamoja na jamii kiujumla iliyomzunguka. Hivyo wajibu wako kama baba kumtafutia mtoto wako mama aliyekuwa bora, mama ambaye atawafundisha mema na mambo ya kheri, na kumtafutia marafiki waliokuwa wema, na kuwachunga pamoja na kuwadhibiti watoto wako dhidi ya maudhi ya teknolojia pamoja na mitandao ya kijamii kama matumizi ya simu, TikTok, YouTube na mitandao mingine. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi pamoja na ahli zetu katika njia ya kheri, na wahifadhi watoto wetu kutokana na shari za kidunia na teknolojia. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi almuhtadun فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا ناجاة التائبين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله الذي حمدا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته. Ndugu zangu katika imani, na kuhusieni kwa mara nyingine kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, tusichunge hizi amana tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili kesho kiyama isiwe ikawa ni sababu ya hisabu zetu kuwa nzito na kupitia wakati mgumu. Tusichunge hali za nyumba zetu, tuwanasihi watoto wetu, tuwape malezi mema na tuwe kigezo kwao kizuri, kwani ni miongoni mwa waja wema ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewasifu katika Qur'ani tukufu ni wale ambao pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala baada a'udhu billahi minash shaitanir rajim, walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama. Allah subhanahu wa ta'ala amesema walladhina yaquluna, na wale ambao wanaosema rabbana, ewe Mola wetu, hablana min azwajina, tupe katika wake zetu, wa dhurriyatina, na watoto wetu, qurrata a'yunin, yuwirurisho vya macho yetu, waj'alna lilmuttaqina imama, na utujalie kuwa waongozi kwa mchao Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala azitie nuru nyumba zetu, atupambie watoto wetu, atuongoze katika njia ya haki, atufanyie wepesi riziki zetu, na atusamehe madhambi yetu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله، وعلى الفاروق أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، وعن ذي النورين أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى باب مدينة العلم أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعن سبطين الحسن والحسين، وعلى أمهما فاطمة الزهراء، وعلى عميه حمزة والعباس، وعلى سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد لنا أولادنا كما تحب وترضى. اللهم أعنا على تربية أولادنا بناتنا تربية طيبة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.